hiyo chuo kimefanikiwa kufanya mahafali ya 48 na hapo leo tunafanikisha mahafali ya 49 katika chuo chetu cha maendeleo ya wananchi Mara. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa chuo kina jumla ya washiriki 712, wa kiume wakiwa 471 na wa kike wakiwa 313. Hii inajumuisha washiriki wa mafunzo ya muda mrefu kwa maana ya long course na wale wa muda mfupi kwa maana ya short course. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu kimewezesha utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi katika fani 7 pamoja na programu maalum mbili ambazo ni fani ya uwashi, fani ya ushonaji, fani ya ufugaji wa wanyama, fani ya ufundi magari na udereva wa awali, fani ya ufundi umeme wa majumbani na viwandani, fani ya ufundi bomba, malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Si kila anayehitimu hapa ataenda kuajiriwa. Lazima tuhakikishe kwamba kichwani kwetu tuna fikra za kuajiriwa na serikali, lakini wakati huo tuna fikra za kujiajiri. Kwenye eneo la kujiajiri ndipo panapatikana eneo la utatuzi wa changamoto la uwezeshaji. Ndio maana nimeizungumzia mikopo ya 10% ndani ya halmashauri. Pengine wazazi wetu hawana uwezo wa kutuwezesha mitaji itakayoweza sisi kufungua kampuni zetu ambazo zinaweza kujiendesha. Sasa halmashauri inatoa fedha kwa ajili ya kuwawezesha hivi vijana kuweza kuianzisha miradi mikubwa ambayo yenyewe inaweza kuwaletea maendeleo na kujiajiri. Ombi langu narudia tena, wale ambao wako nje ya wilaya hii ya Kwimba waende kwenye wilaya zao wakafuatilie taarifa sahihi ya mikopo ya 10%, elimu na mabili ya mtaani. Na wale walioko ndani ya wilaya ya Kwimba hawa 175, mimi natoa wito, njoeni ofisini kwangu pale ofisi ya mkuu wa wilaya. Nitamuita afisa maendeleo, tutakaa kwenye ukumbi, tutazungumza namna ya kuanzisha miradi ya maendeleo. Maana nyinyi tayari mna ujuzi ambao tunatamani utekeleze muda wote Mwenyezi Mungu akituwezesha ni kuboresha karakana zetu. Karakana zetu tayari serikali kupitia mradi wa ustawi wa taifa walitupatia mashine mbalimbali za mafunzo na za utendaji kazi. Tunazo mashine mbalimbali za ujenzi. Tunayo mashine tukipata nafasi tutaiona iko pale kwenye karakana ya umeme. Mashine ile inatumika kupima vifaa vya ujenzi kama tofali, nondo na vifaa vingine. Sasa ile mashine inatumika kupima nondo. Sasa mara nyingi miradi mingi ya utekelezaji inapokuwa inatekelezwa hapa, huwa tunapeleka vifaa vyetu kupima tawi la Mwanza. Na kwa mkoa wetu huu wa Mwanza, ili uweze kupima nondo, kupata ubora wa nondo kama unajenga, ziko sehemu 3 nchini. 4. Mashine hiyo iko chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mashine hiyo iko DIT kwa maana Dar es Salaam Institute. Mashine hiyo iko Ushateki. Na vile mashine hiyo iko Mosi Mbeya. Lakini kwa kuipendeza serikali mashine hiyo tunayo hapa. Kinachosubiriwa wataalamu naitwa calibration kwa maana ya kuiuisha na kuicertify ili iweze kufanya kazi. Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi hiyo, jitihada hizo kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali wa hiyo mashine ili tuweze kuwa certified na iweze kutumika. Kwa maana hiyo sasa, kupitia mashine hizo ambazo tunakuwa nazo, tunaendelea kuhudumia jamii ili watu wasio wanapata changamoto mbalimbali kupeleka vifaa vyao mbali. Lakini pamoja na hayo, kwa wazazi kuhakikisha kwamba chuo chetu kimejidhatiti zaidi katika masuala ya ufundi. Karakana yetu ya magari inayo mitambo mbalimbali ambayo tunaendelea kuiboresha. Kuna baadhi ya vitu kidogo vinapungua ili tuendelee kufanya kazi ya service za serikali. Mara nyingi magari yetu yakiharibika, serikali mfumo wetu wa utendaji kazi lazima tuyapeleke kule. Tuyapeleke wapi? TEMESA, ili
yaweze kufanyiwa kazi. Lakini hapa tunaendelea kuboresha kazi hizo, kuboresha karakana yetu ili tuwe certified kwa maana ya kuwa na ubora na ithibati ya kukarabati magari yote ya serikali. Kitu ambayo kidogo tunapitia katika kutoa mafunzo haya ni matumizi ya lugha. Kuta mwanafunzi anamaliza la 7 labda muda mrefu uliopita, kwa hiyo anapokuja hapa nampa mafunzo kwa lugha ya Kiingereza, kwa hiyo kwake inakuwa ni changamoto kuweza kuyaelewa kwa haraka yale mafunzo. Lakini sambamba na hilo, kama chuo tumeandaa program maalum ya English na communication skills kwa ajili ya kutatua changamoto hii na kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanakuja katika chuo chetu na vyuo vingine kwa ujumla wanaweza kuendana na kasi ambayo tunaendelea nayo na matumizi ya lugha ambayo tunatumia chuoni. Tumejifunza programu mbalimbali katika ukataji wa nguo pamoja na kushona, na kweli tumejifunza, tunaweza kujifunza nguo nyingi, tumeelewa. Wakati tunakuja hapa kwa hatujui hata kushona, lakini kwa sasa tunashona.